Ukiziona ishara hizi 20, basi tambua ya kuwa umezaliwa kuwa mtu mkubwa duniani. Leo sitazungumza na kila mtu, nazungumza na wewe ambaye tangu ukiwa mdogo ulihisi tofauti. Ulihisi kama kuna kitu kikubwa kimefichwa ndani yako. Ulihisi kama maisha yako ya kawaida hayakutoshi. Kwa nini unapitia mapambano makali kuliko wengine? Kwa nini ndoto zako ni kubwa kuliko mazingira yako? Kwa nini moyo wako haukubaliani na kushindwa? Je, umewahi kujiuliza kama hujazaliwa kuwa mtu wa kawaida? Katika video hii nitakwenda kukuonyesha ishara 20 ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi tambua kuwa umezaliwa kuwa mtu mkubwa duniani. Kabla hatujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza, lakini kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie ishara 20 zinazoonyesha umezaliwa kuwa mtu mkubwa duniani. Namba 1, hauridhiki na maisha ya kawaida. Tangu ukiwa mdogo, moyoni mwako kulikuwa na sauti isemayo, kuna zaidi ya hiki. Hata ukiwa kwenye mazingira ya kawaida, roho yako haikubaliani na mipaka midogo. Hii si kiburi, ni mwito wa ukuu. Kwa hiyo ukiona ishara hii ya kwanza, yani unakuwa ni mtu ambaye hauridhiki na maisha ya kawaida. Hauridhiki, yani ndani yako kuna kitu, kuna sauti nakwambia haya sio maisha yako, yapo zaidi ya haya. Kwa hiyo ukianza kuona ishara hii, basi utakuwa utambua kuwa umezaliwa kuwa mtu mkubwa zaidi duniani. Namba 2, unahisi kubeba wajibu mkubwa usioelezeka. Watu waliozaliwa kwa ajili ya kuwa wakuu mara nyingi huhisi kama wana jukumu la kubadilisha kitu, familia, jamii au hata taifa, kama alivyokuwa Nelson Mandela aliyebeba mzigo wa taifa lake kabla hata hajawa kiongozi rasmi. Kwa hiyo hii, ukiona una ishara hii, unahisi kubeba wajibu mkubwa usioelezeka. Yaani unakuwa ni mtu ambaye unahisi kana kwamba umezaliwa kwa ajili ya kubadilisha kitu. Unajiona ndani yako umezaliwa kwa ajili ya kubadilisha, yamkini familia, yamkini jamii, yamkini taifa. Ukianza kuona ndani yako unahisi kuna mzigo usioelezeka. Unajiona kabisa umebeba mzigo usioelezeka. Unajiona umezaliwa kwa ajili ya kubadilisha kitu fulani. Basi unatakiwa utambue kuwa umezaliwa kuwa mtu mkubwa duniani. Kwa hiyo ishara ya 3 ambayo ukiona kwenye maisha yako, basi unatakiwa utambue kuwa umezaliwa kuwa mtu mkubwa duniani. Umepitia majaribu makali mapema. Watu wakubwa hawazaliwi kwenye raha tu. Changamoto huwa zinakuandaa. Fikiria Cristiano Ronaldo, alikuwa katika hali ngumu, lakini moto wa changamoto ulimjenga kuwa bora zaidi. Kwa hiyo hii ni ishara ambayo ukiona, basi utakuwa utambua kuwa umezaliwa kuwa mtu mkubwa duniani. Unapitia majaribu makali mapema. Unajikuta wakati tangia ukiwa mtoto mdogo, umekuwa ni mtu ambaye unakutana na changamoto kali kwenye maisha yako. Unakutana na vitu vigumu sana kwenye maisha yako. Ukiona ishara hii, basi tambua kuwa umezaliwa kuwa mtu mkubwa duniani. Lakini ishara ya namba 4, unavutia watu bila kujilazimisha. Kuna mvuto wa asili unaowafanya watu wakusikilize hata kama huna cheo. Hii ni ishara ya uongozi wa ndani. Kwa hiyo unakuwa unawavutia watu bila kujilazimisha, bila kutumia nguvu. Unashangaa watu wanakuwa wanavutiwa na wewe kukusikiliza, watu wanakuwa wanavutiwa na wewe kukusikiliza unachoongea, unachosema bila hata kutumia nguvu. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha ndani yako una uongozi wa ndani, ndani yako una kitu kikubwa sana. Kwa hiyo unavutia watu bila kujilazimisha. Watu tu wanakuwa wanavutiwa na wewe, watu wanavutiwa kukusikiliza. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha umezaliwa kwa ajili ya kuwa mtu mkubwa duniani. Ishara ya 5, una ndoto kubwa zinazokuogopesha. Kama ndoto zako zinakutisha kwa ukubwa wake, hiyo ni dalili hujazaliwa kwa kiwango cha chini. Watu wengi huota ndoto ndogo ndogo. Walioitwa kwa ukuu huota ndoto zinazovuka mipaka ya kawaida. Kwa hiyo unakuwa na ndoto kubwa zinazokuogopesha wewe mwenyewe. Unakuwa na ndoto kubwa, unakuwa na maono makubwa, mpaka kuna wakati mwingine ndoto zako na maono yako yanaanza kukuogopesha wewe mwenyewe. Kwa hiyo ukiona ishara hii, basi utakuwa tambue ya kuwa umezaliwa kuwa mtu mkubwa sana katika dunia hii.
Ishara ya 6, unahisi upweke mara nyingi. Sio kwa sababu kuna watu, bali kwa sababu mawazo yako yako mbele ya wengi. Hata Yesu Kristo alieleweka vibaya kwa wengi wakati wa huduma yake. Kwa hiyo unakuwa unahisi upweke mara nyingi, sio kwa sababu labda kuna watu, lakini ni kwa sababu mawazo yako yako mbele ya wengi. Yaani wewe unaona mbele zaidi. Wakati wengine wanaona sasa hivi, wanaona hapa, wewe unaona kule. Wakati wengine wanaona leo, wewe unaona kesho. Kwa hiyo ukiona ishara hii, basi utakuwa utambua kuwa umezaliwa kuwa mtu mkubwa sana katika dunia hii. Ishara ya 7, una kiu ya kujifunza na kukua kila siku. Hutaki kubaki vile vile, unasoma, unauliza, unachunguza. Watu wakubwa hawasimami, wanajijenga kila siku. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye unajifunza, unapenda kujifunza na kukua kila siku. Unapenda kufanya research, unapenda kuuliza, unapenda kufanya utafiti, unapenda kuuliza. Watu wakubwa huwa hawasimami kwenye kujifunza, huwa wanaendelea kujifunza kila siku. Kwa hiyo ukiona una ishara hii, basi unatakiwa utambue kuwa umezaliwa kuwa mtu mkubwa sana katika dunia hii. Ishara namba 8, unachukia kuona dhuluma au hali duni. Unakuwa ni mtu ambaye unachukia kuona dhuluma au hali duni. Moyo wako hauwezi kuvumilia kuona watu wakiumia bila kufanya chochote. Hiyo ni ishara ya kuitwa kuleta mabadiliko. Unakuwa ni mtu ambaye upendi kuona mtu mwingine akiumia, upendi kuona mtu mwingine akipata shida pasipo kufanya chochote, upendi kuona mtu mwingine anaonewa afu ukao umetulia. Hapana, unakuwa mtu ambaye ukiona mtu anaonewa unasimama kwa ajili ya kumsaidia mtu huyo. Kwa hiyo ukianza kuona una ishara hii, basi unatakiwa utambue kuwa umezaliwa kuwa mtu mkubwa sana katika dunia hii. Ishara namba 9, una uwezo wa kuinuka tena baada ya kuanguka. Umeanguka mara kadhaa, lakini kila mara umeinuka ukiwa na nguvu zaidi. Huo ndio uthibitisho kuwa haujaumbwa kushindwa. Kwa hiyo unakuwa na uwezo wa kuinuka tena baada ya kuanguka. Yaani unakuwa ni mtu ambaye baada ya kuanguka ubaki pale pale. Baada ya kuanguka unainuka tena, unaendelea mbele. Yaani unakuwa ni mtu ambaye hutaki kubakia pale. Umeanguka au ubaki pale, unasimama tena, unaendelea tena kufanya. Kwa hiyo una uwezo wa kuinuka tena baada ya kuanguka. Umeanguka mara kadhaa, lakini kila mara umeinuka ukiwa na nguvu zaidi. Huo ndio uthibitisho kuwa hujaumbwa kushindwa. Lakini ishara namba 10, watu wamewahi kukwambia kuna kitu maalum ndani yako. Wakati mwingine wengine wanaona kabla hujaona. Kauli hizi zinajirudia kwa sababu kuna alama ya tofauti juu yako. Unashangaa tu watu wanakuwa wanakuambia, I say una kitu cha tofauti sana ndani yako. Wewe una jambo la tofauti sana ndani yako. Ukianza kuona watu wanakuambia una kitu cha tofauti kwenye maisha yako, unashangaa huyu anakufuata anakuambia, I say una kitu cha tofauti sana wewe. Utafika mbali, kuna kitu cha tofauti. Unashangaa watu wanakuwa wanakuambia, kuna wakati mwingine watu wanaweza kukuona wewe kabla wewe hujajiona. Unashangaa watu wanaanza kuambia, I say una kitu ndani yako, I say utafika mbali, una kitu cha tofauti sana wewe. Unaanza kujishangaa, mbona mimi ni mtu wa kawaida? Lakini watu wamekuwa kuambia tangia uko mtoto mdogo mpaka wa sasa hivi. Unashangaa tu watu wanakuambia tu, wewe una kitu cha tofauti sana wewe ni mtu wa tofauti sana wewe una kitu cha tofauti sana. Ukianza kuona ishara hii, basi tambua kuwa wewe umezaliwa kuwa mtu mkubwa hapa duniani. Wewe sio mtu wa kawaida. Lakini ishara ya 11, unapitia vita vya ndani visivyo vya kawaida. Kuna mapambano ndani yako kati ya nibaki kawaida na nisimame niwe tofauti. Vita hii haiji kwa watu wa kawaida. Watu waliokusudiwa ukubwa ubeba mzigo wa maono makubwa ambayo hayawapi amani hadi wayafanyie kazi. Kwa hiyo ni mtu ambaye ndani yako pia unaweza kuwa una kitu ambacho kile kitu hakikupi raha mpaka ukifanyie kazi. Unakuwa ndani yako kuna mzigo unatakiwa ufanyie kazi. Yaani ujisikii ule mzigo haukupi amani mpaka uhakikishe umeufanyia kazi. Ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue kuwa umezaliwa kuwa mtu mkubwa sana katika dunia hii. Ishara namba 12, unaona mbali kuliko umri wako. Tangia zamani ulifikiri tofauti. Wakati wenzako wanawaza leo, wewe unawaza kesho. Huu ni uwezo wa maono. Viongozi wakubwa kama Thomas Sankara waliwaza mabadiliko ya taifa lao wakiwa bado vijana sana. Kwa mfano, kiongozi wa zamani alikuwa rais wa zamani wa Burkina Faso, alikuwa anaitwa Thomas Sankara. Aliwaza mabadiliko ya taifa lake akiwa bado kijana mdogo sana. Kwa hiyo ukiwa unaona mbali kuliko umri wako, kuna muda yani wewe unaona, wakati watu wanaona hapa leo, wewe una uwezo wa kuona kesho. Wakati watu wanawaza mwaka mmoja, wewe unaweza kuwaza miaka 10 mbele. Unakuwa na uwezo wa kuona mbali sana kuliko umri wako. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa umezaliwa kuwa mtu mkubwa sana katika dunia hii. Umezaliwa kwa ajili ya kuacha alama. Lakini ishara ya 13, upendi kuiga, unapenda kuanzisha.
Haufurahii kufuata mkumbo tu, ndani yako kuna ubunifu, kuna sauti ya kipekee. Hii ni roho ya kuanzisha njia mpya. Kwa hiyo unakuwa upendi kuiga, unapenda kuanzisha jambo. Yani haufurahii tu kufuata mkumbo tu, ndani yako kuna ubunifu wa tofauti, kuna sauti ya kipekee. Hii ni roho ya kuanzisha njia mpya. Lakini dalili ya 14, maumivu yako yamekuwa chanzo cha nguvu. Watu wakubwa hubadilisha majeraha kuwa silaha. Kwa hiyo maumivu yako ambayo umepitia yanageuka, yamekuwa chanzo cha nguvu. Lakini dalili au ishara ya 15, una msukumo wa ndani usiokoma. Hata ukikata tamaa kwa muda, kuna kitu kinakusukuma uanze tena. Moto huo wa ndani ni ishara kuwa hujaumbwa kuishi kwa kiwango cha chini. Kwa hiyo unakuwa una msukumo wa ndani usiokoma. Ndani yako unakuwa unasikia kuna msukumo wa ndani. Hata ukikata tamaa kwa muda, kuna kitu kinakusukuma uanze tena. Yani kuna muda unaweza kuwa labda ulistopu, ulitulia, lakini ndani yako kuna kitu kinakusukuma tena uanze tena, usonge mbele tena. Lakini ishara ya 16, watu wengine wanakuonea wivu bila sababu. Si kwa sababu umefanya vibaya, bali kwa sababu nuru yako inaonyesha wengine maeneo yao ya giza. Hii ni kawaida kwa watu waliokusudia kuangaza. Kwa hiyo wengine wanakuonea wivu bila sababu. Unashangaa watu wanaanza kuonea wivu, watu wanaanza kukuchukia bila hata sababu yoyote. Basi tambua, kwa sababu ndani yako wanaona kuna kitu cha tofauti kuzidi wao. Siku zote kuna msemo unasema mtu hawezi kumuonea wivu aliyemzidi, ila anamuonea wivu mtu ambaye amemzidi. Kwa hiyo ukiona watu wanakuonea wivu, basi tambua umewazidi wao, umewazidi, kuna vitu umewazidi, kwa sababu mtu hawezi kumuonea wivu mtu wa chini yake, ila anamuonea wivu mtu wa juu yake. Kwa hiyo ukiona watu wanakuonea wivu, basi tambua umewazidi wao. Kwa hiyo unashangaa tu watu ghafla wanaanza kuonea wivu kwa sababu ndani yako unakuwa umebeba kitu cha tofauti. Ishara ya 17, unahisi kama muda wako bado haujafika, lakini unajua utakuja. Ndani kabisa una uhakika wa ajabu kwamba kuna siku itafika, mambo yatabadilika. Hii si ndoto ya hewa, ni ufahamu wa wito wako. Kwa ndani yako unakuwa unahisi kama muda wako bado hujafika, lakini unajua utafika. Ndani yako unakuwa unahisi muda wangu utafika tu. Yani kuna siku mambo yatabadilika tu. Yani ndani yako unakuwa unahisi kuna muda wako bado hujafika, lakini unajua kabisa muda wako utafika. Yani unajua kabisa ipo siku muda wangu utafika tu. Ipo siku, ipo saa, ipo sekunde, mambo yatabadilika. Ukiona ishara hii, basi tambua umezaliwa kuwa mtu mkubwa sana katika dunia hii. Ishara ya 18, unaguswa sana na hadithi za watu waliobadilisha dunia. Unaposikia kuhusu watu kama Nelson Mandela au Cristiano Ronaldo, moyo wako unasisimka. Kwa nini? Kwa sababu roho yako inatambua lugha ya ukuu. Unakuwa unaguswa sana na hadithi za watu waliobadilisha dunia. Unakuwa unapenda ukisikia watu mashuhuri waliobadilisha dunia, na wewe moyo wako unaguswa kabisa. Yani unakuwa unapenda sana hadithi zao, unapenda sana kuwafuatilia, unapenda sana. Kwa ukiona hii, basi unatakiwa utambue roho yako inatambua lugha ya ukuu. Lakini ishara ya 19, huwezi kukaa mahali pasipo na ukuaji. Ukikaa sehemu isiyokupa changamoto, unahisi kama unakufa polepole. Watu wakubwa huhitaji mazingira yanayowasukuma kukua. Kwa hiyo ukiona ishara hii, basi tambua wewe umezaliwa kuwa mtu mkubwa sana hapa duniani. Ishara ya 20, kuna sauti ya ndani inayokuambia usiogope. Wakati wengine wanakata tamaa, wewe unasikia msukumo wa kujaribu tena. Hii ni ishara ya ujasiri wa asili uliowekwa ndani yako. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye komenti umejifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakia wakati mwema.